الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu, kiongozi wetu na mfano bora kwetu sisi, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi kwa leo tutayazungumzia yale ambayo tutayazungumzia kwa mwongozo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maudhui ya leo inshallah itakuwa ni ufahamu wa mabadiliko katika wakati wa misukosuko ama wakati wa balaa. Kufahamu mabadiliko ya maisha, kufahamu mabadiliko ambayo yapatikana katika mambo mbalimbali, mambo tofauti tofauti. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'an, in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluhu wa tilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nasi wa liya'lama Allahu alladhina amanu minkum وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana sunna zake, sunnatullahi fil ladhina khalau min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Katika sunna za Allah subhanahu wa ta'ala, mojawapo ni kuleta mabadiliko katika hii dunia. Hata hivi sasa kuna mabadiliko ya kihali ya hewa. Kulikuwa pengine jana jua lilikuwa kali sana, lakini leo alhamdulillah kidogo usiku kumenyesha. Sahihi, weather kidogo ina afadhali, si jua kali hivyo. Na huyu ndo Allah subhanahu wa ta'ala, kullu yawmin huwa fi shan, kila siku yeye Mwenyezi Mungu ana jambo, Mwenyezi Mungu ana mambo kila siku. Wiki iliyopita tulizungumza kuhusu namna ya kuhuisha auqaf zetu. Katika kuyazungumzia hayo, ikawa hatuna budi sahihi tuzungumzie kuhusu, haswa pale nilipopata swali kutoka kwa Sheikh Farid hapa. Aliniuliza, je, tutafika wakati kama huo? Je, tutaweza kufika nafasi kama hiyo? Yani tutaweza sisi Waislamu kuhuisha auqafu zetu namna zilivyokuwa, kama zilivyokuwa tulivyoeleza? Jawabu lake lapatikana kwenye mada kama hii ya leo, ambayo kwamba ni kuhusu kufahamu mabadiliko katika hii ama katika zama, mabadiliko katika zama zetu. Qur'ani yenyewe ikizungumzia kuhusu historia
haizungumzii basi tu iwe ni kama stories za alfu lela ulela. Qur'an yazungumzia ili tupate mazingatio, tupate kuona ndani yake katika historia kuna mafunzo gani, tupate kuona mabadiliko yaliyofanyika yametoka wapi, yameenda wapi, na sisi ili tupate kujua tuko wapi na tuelekea wapi. Tukishajua tuko wapi, hapo ndo tutaweza kujipanga sisi kuleta suluhisho ya matatizo ambayo sisi wenyewe tumeyaleta wenyewe kwa mikono yetu. Qur'an yatuonesha kuhusu namna ambavyo kwamba watu wameinuka, watu wameanguka, zatupatia mifumo ama zatupatia sheria za kutuonesha lau utafanya kitu fulani basi jua kwamba adhabu ya Allah itakuja. Lau utafanya kitu fulani basi mutakuwa miongoni wa ambao kwamba wamefaulu. Lau na lau, basi katika hizi Qur'ani yenyewe ishatuonesha njia, blueprint ya vipi ambavyo kwamba sisi tuwafaa kujipeleka. Na katika elimu za leo kuna elimu ambayo kwamba yahusika na kufahamu mabadiliko ya wakati, mabadiliko ya zama, yenyewe yaitwa fiqhu tahawulat. Yani hii ni fiqhi yenye, yani ni katika kutaka kufahamu mabadiliko. Tahawulu ni kutoka, yani kutoka katika hali moja kuelekea katika hali nyingine. Na sana huwa yasoma namna ambavyo kwamba structures zimeinuka, zimeanguka, serikali zilivyoinuka na zilivyoanguka, namna ambavyo kwamba tabia zetu zinavyozoroteka. Ukitaka kufahamu, tukipima tu kati yetu sisi na mababa zetu na mababu zetu, utaona namna ambavyo kwamba akhlaq zaanguka, za poromoka. Hii ni kutoka hali moja kuelekea kwa hali nyingine, kutoka kwa hali nzuri mpaka kuelekea kwa hali ambazo kwamba hazisemeki na haziangaliliki. Tuangalia pia namna ambavyo kwamba twaweza tukaleta mabadiliko katika mujtamaa wetu. Yenyewe ilmu kama hii imeanza kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala asema, kad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fandhuru. Allah asema katika Qur'an kama kutuhimiza tusome historia. Yatuhimiza kwamba Qur'an utaona mara nyingi yazungumza kuhusu Bani Ad, Bani Thamud, yamtaja Firaun, yataja Banu Israil, si kwa ajili ya kujifurahisha, lakini kuna pattern ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yatuonesha ili sisi tupate kuweza kupata funzo ndani yake. Twajifunza nini kutoka kwa story ya Firaun? Twajifunza nini katika story mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala yazitaja katika Qur'an?
katika hadithi maarufu yaitwa ni hadithi ya Jibril. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijiwa na Jibril katika halaka, alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko na maswahaba, akaja mtu. Huyo mtu alikuwa nguo zake ni nyeupe sana, yani imepokewa hii hadithi na Saidina Umar radhiallahu anhu. Yeye aeleza sema, alipokuja tukamwona mtu ambaye kwamba nguo zake ni nyeupe sana, nyele zake ni nyeusi sana, la yura alayhi atharu safar, yani katika kumwangalia yeye hatukuona athari yoyote ya safari, na hakuna mtu yoyote kati yetu sisi ambaye yamjua ni nani. Ndio maana ni akasema, sababu hatumjui huyu mtu, lakini pia hatuoni yani dalili yoyote ya safari kutoka kwake yeye. Akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam maswali, yani ikiwemo mal islam, ni nini Uislamu, mal iman, ni nini iman, mal ihsan, ni nini ihsan, mpaka akamuuliza kuhusu as-saa, kuhusu kiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu kama kumwonyesha kwamba wewe unayouliza na mimi ninayoulizwa hatuna ujuzi zaidi, ama hatujui ni lini kiyama, isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala ndo anayejua kama hilo. Basi nieleze an amaratiha, yani basi tupe katika dalili zake, katika alama zake, signs zake. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, antalida al-amatu rabbataha wa antara al-ufata al-urata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan. Utamwona kijakazi amemzaa bosi wake, utaona watungaji mbuzi wenye kutembea miguu chuma na wenye kutembea bila viatu, yatatawaluna fil bunyan, wamefika wakati ambao kwamba sasa washindana katika kujenga majumba makubwa makubwa. Na tukiangalia kwa haraka haraka, na Mtume sallallahu alaihi wasallam mahali ambapo kwamba yeye yuko, tuweza sema labda ni the present day Saudi Arabia, walikuwa ni hivyo hivyo, watungaji mbuzi watembea bila viatu kwenye jangwa. Lakini sahihi yatatawaluna fil bunyan, sahihi wao ndio washindana katika kujenga majumba makubwa makubwa, bali katika majangwa kama hayo ndio kuna the tallest buildings in the world. Hii ni jambo ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alilitabiri na twaliona wenyewe kwa macho yetu. Lakini katika kusoma pia mabadiliko, kuna maulamaa mbalimbali ambao kwamba ikiwemo aliyehuisha zaidi elimu kama hii ni Al-Allama Al-Habib Abu Bakar Al-Adani, Allah amrehemu, kwa kutupatia ujuzi na kutupatia faida na kuzitafsiri zaidi maneno kama haya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili tupate kufahamu mabadiliko ambayo kwamba yatupeleka sisi katika siku za mwisho.
mara nyingi hii hadithi ikisomwa watu wengi huwa washughulika tu katika nguzo za Uislamu, katika imani, katika ihsan, kwamba ni an ta'budu Allah ka'annaka tarah, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama kwamba wamuona. Ikiwa humuoni basi jua kwamba yeye yuakuona. Lakini hichi kipande cha mwisho cha alama za kiyama ni kipande ambacho kwamba kilikuwa hakizingatiwi. Ndo hapa wakasema kwamba dini ni mambo manne. Alipokuja Jibril alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo manne, alimwambia Uislamu, mal Islam. Ndio Mtume akasema zile tunazozijua, shahada, swala, zaka, saum na kuhiji kwa mwenye uwezo. Imani ni kuamini kwa Allah, kwa vitabu, kwa mitume, siku ya mwisho na qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza wale maswahaba waliokuwa pale, mwamjua ni nani huyo aliyekuja? Yani huyo mtu mweupe ambaye hana athari ya safar. Wale wakamwambia hatujui, yani Allahu wa rasuluhu a'lam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia huyo basi ni Jibril, amekuja kuwafundisha nyinyi dini yenu. Kwa hivyo hapa ndo maulama ikiwemo huyo Al-Habib Abubakar Al-Adani akasema kwamba dini, maanake Mtume kuwaambia maswahaba kwamba amekuja kuwafundisha nyinyi dini yenu, ndo akasema kwamba dini ni mambo manne. Dini ni mambo manne ambao ni hayo: Uislamu, ihsani, imani na kujua katika hii elimu ya kiyama, kujua katika hii mabadiliko. Sasa ndio yeye Al-Habib Abubakar Al-Adani asema kwamba kujua katika hizi alama za kiyama ndio zatusaidia sisi kuweza kujua namna ambavyo kwamba twafaa kuipasua ama twafaa kuipita haya maisha yetu ya dunia. Maulama wenye kutafsiri wakasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba mutaona hawa watu ambao kwamba watembea bila viatu, watungaji mbuzi wakishindana katika kujenga majumba, haiwaangukii wao tu Waarabu kwamba wao ndio wenye kushindana katika kujenga majumba, bali yatuangukia sisi sote, wengi katika sisi. Na mfano mmoja mzuri ni mfano wa mkulima. Mkulima ana shamba lake, ndani ya shamba lake mkulima ana mazao, vitunguu vyake, tomato zake, chochote ambacho yataka yeye cha kuweza kumsaidia yeye kupata tonge ama kujikimu. Maanake una shamba lako hapo una nyumba yako, inshallah uze mazao kidogo, utajinunulia nguo. Na ndio katika tuambiwa the basic needs za mwanadamu ni chakula, ni shelter, apate mahali pa kulala, na food, shelter na nini, na clothing, na mavazi. Hiyo ushapata mavazi, ushapata chakula, ushapata mahali pa kulala, tosha. Yani wataka nini zaidi wewe kama mwanadamu? Hizo ndio mambo ambayo kwamba yamtosheleza mwanadamu. Sasa mkulima anao yote haya lakini katika tamaa zetu kama binadamu, ama hata kama si tamaa, katika udanganyifu tuliodanganywa sisi
kama binadamu tumedanganywa ama tumeuziwa sera ya kuwa maisha ya town ama maisha ya mjini ndio maisha, kwamba wewe na shamba lako na nyumba yako hiyo na chakula chako ambacho wakipata, hicho chakula chenye rutuba, chakula ambacho ni healthy, kutoka kwa ardhi hapo hapo na wakila wewe mwenyewe. Tumeuziwa kwamba hayo sio maisha. Maisha ni maisha ya mjini. Kwa hivyo ni lazima wewe kama mkulima sasa uanze kuvaa suti, uende mjini, uuze shamba lako. Ndio utaona mkulima ameuza shamba lake. Baada ya kuuza shamba, mkulima ametafuta nyumba, amekuja zake town. Amekuja town, labda awe amenunua nyumba ama awe ya rent. Sasa kila mwezi aanze kulipa. Ameuza utajiri kununua umaskini, hali ya kuona kwamba yeye sasa ndo amekuwa tajiri. Akishakuja huku town aanze kununua chakula, wakati ambapo kwamba yeye mwenyewe alikuwa na chakula chake mwenyewe akikipanda. Tena ni chakula chenye rutuba, chakula chenye kumpatia nguvu. Aje anunue vyakula ambavyo kwamba vilivyoko mjini, vyakula ambavyo ni genetically modified foods, frozen, vyakula ambavyo sijui vimekaa siku ngapi, ama hujui zimetengenezwa na nini, zikatungwa kupreserviwa na additives gani. Aanze kula vyakula hivyo, vyakula ambavyo kwamba vitamtia maradhi. Kisha zimfanya awe mgonjwa. Huyo mkulima alikuwa na ng'ombe kwenye shamba lake, ameuza ng'ombe wake, sasa amekuja town, yuanza kununua maziwa ya pakiti kila siku. Hauoni kwamba mtu amenunua umaskini, ameuza utajiri wake akaenda akanunua umaskini sasa. Na ndio mambo ambayo yaendelea sasa. Haya ni mambo ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe ameyaona. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akituelezea haya, wengi wametoa tafsiri tofauti, lakini mpaka sasa na kila tukiendelea tunaona mambo mbalimbali, mambo tofauti ambayo kwamba yenye kutuelimisha sisi na kutufahamisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yasema mambo gani, na kujua tuko katika zama gani ni muhimu, kwa sababu hata tukiangalia mifano ya waliopita, mifano ya masahaba, Saidna Umar radhiallahu anhu, yeye mwenyewe alikuwa ni ima kwa kujua ama kwa kutojua, lakini alikuwa ni bingwa katika kutabiri na katika kuangalia na kuendana na zama ambazo kwamba zilizopo. Twajua kwamba Saidna Umar yeye alimiliki ufalme mkubwa sana, yani kila endapo aliweza kuwamiliki, mpaka Waroma na Wafursi. Na katika kusoma kwake akaona ikiwa sisi twataka kuendeleza, twataka kuweza kuizuia dola ya Kiislamu iendelee, na wale ambao kwamba sisi wamekuwa chini yetu sasa, ikiwa twataka sisi kuendelea kuwa na wao, ima waendelee kuwa katika Uislamu, waendelee kuwa chini ya uongozi wa Uislamu, ili zile rasilimali za ile nchi ambayo kwamba imetekwa sasa iwe iko chini ya Waislamu, kuweza kusaidia Uislamu. Alifanya mabadiliko mingi sana, si katika mbinu tu za yeye kwenda kuweza si katika mbinu za kijeshi peke yake, bali mpaka katika mbinu za kuweza kutawala. Aliwasoma Wafursi na Waroma, akajua namna ambavyo kwamba walikuwa wakiwatawala watu, yani akasoma systems zao of governance, kisha na yeye akabadilisha
mfumo. Lakini leo inshallah mtu aje basi utaambiwa umetoa wapi, kwa dalili gani, mtume alifanya hilo? Tupe kutoka katika Qur'an na Sunna. Ni kama ambaye kwamba sisi Waislamu hatuna muono, ama sisi Waislamu hatuwezi kubuni jambo. Twaweza, lakini chini ya mwongozo wa Qur'an na Sunna. Bora sisi tuko katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuweza fanya lolote ambalo twalitaka katika hii dunia, lakini usiwe umepita ile mipaka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekea. Na mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yale aliyoyaharamisha. Si yeye tu, wingi wametuonesha mifano kama haya. Tukizungumzia leo, tuko wapi sisi na tuenda wapi? Tuzungumzie mifano ya hapa hapa ya jana na juzi yaliyotokea hapa Kenya. Kabla hapo lakini tumzungumzie Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ni bingwa ama ni gwiji wa mambo kama haya. Ibn Khaldun amesoma mabadiliko ya mambo mingi. Amesoma mabadiliko ya tabia, amesoma mabadiliko ya serikali mbalimbali. Yeye mwenyewe aliwahi kuwa katika wafanyikazi wa serikali tofauti tofauti za Maghrib huko. Kwa hivyo baada hayo yote, yeye mwenyewe akajiweka kando kidogo kwa muda wa miaka kadhaa, kisha akaanza kuandika. Na katika kuandika kwake akasema kwamba mwanzo huanza watu ambao kwamba wana hima na hamu ya kuweza kuleta, tuseme kwa mfano, kutetea uhuru wa nchi, kujaribu kurudisha murua ya nchi, kujaribu kutengeneza roho na tabia za watu. Baada ya hapo wakaja watu baada yao ambao kwamba wakavuna haya matunda ya, tuseme, mababa wa taifa, mababa wa nchi, wakavuna hayo matunda. Baada wao kuvuna hayo matunda, kisha wakaleta watu ambao kwamba hawakujali tena hayo matunda sasa nini, ama watu walipitia shida gani katika kuijenga nchi kama hiyo, ama watu walipata shida gani katika kujenga tabia na roho za watu. Tutumie mfano huo, hata tusitumie mifano ya kiserikali. Tutumie mfano kama huo katika wazee waliopita, katika maulama waliopita, walizilea nyoyo za Waislamu kwa kutembeza elimu yao katika sehemu tofauti tofauti. Waliotoka Lamu, waliotoka Mombasa wakaenda bara, waliotoka Zanzibar wakaja Mombasa, Lamu. Ni watu ambao kwamba wameteza dori kubwa sana, kwamba mpaka leo alhamdulillah twaweza tukajivunia, ama twaweza sisi tukasema ama tukafuatilizia na tukaiona natija ya bidii yao. Lakini yaja yafika mpaka wakati sasa ambao kwamba watu hawaoni tena natija yao. Ndio utaona kama leo pia kuna maduati
mbalimbali ambao kwamba kazi yao kutukanana tu wao kwa wao, na ikizidi waanze kuwatukana wazee ambao kwamba wamefanya bidii. Yeye mtu labda ansoma elimu yake kama sisi, yani elimu yake ameipata kwa urahisi rahisi kwa Google zingine na nini, kisha anze kuwatukana wazee ambao kwamba lau si wao, bila shaka mwanzo ni Allah subhanahu wa ta'ala, lau si Allah kutaka kabisa kusingekuwa, lakini lau si wao kusingekuwa na elimu katika East Africa tuseme kwa jumla. Sasa ikishafika wakati kama huo, basi kama alivyosema, inna ad-dawlata laha a'marun kal ashkhas, hakika hizi dola, hakika hizi dola zina umri, zina miaka kama watu. Lazima kuwe na kuinuka na kushuka, lakini zaidi ni kwamba inna naima yafdhi ila alfasadi, hakika neema, yani watu wakipata neema nyingi huangukia katika ufisadi. Ibn Khaldun alikuwa na msimamo ama alikuwa na jambo laitwa kusema kwamba watu wamejigawanya katika asabia, yani watu hujiweka kwa namna kawaida ya watu wapenda kujiweka kwa vikundi ambavyo kwamba waelewana wao kwa wao, labda kwa ukabila, utaona kabila fulani, ama lazima ni kuwe kuna vikundi katika ufahamu wake, katika kusoma kwake. Na mpaka leo yako mambo kama haya, lakini kuna uzuri wake na kuna ubaya wake. Lau tutajikusanya sisi katika vikundi, lakini vikundi ambavyo kwamba havina msingi wa maana, basi tutakuwa hatuna natija. Hapa Kenya kulitokezea majana na juzi katika vijana hamasa waliokuwa nazo, hamasa za kisiasa za Gen Z movement wazita. Ile ni namna, ni mfano wa hii asabia. Wamejikusanya vijana, lakini wamejikusanya kwa lengo gani? Wamejikusanya kwa ajili ya nini? Je, iko natija ambayo kwamba yapatikana kutoka kwao? Wako wapi yani hao Gen Z sasa katika mambo kama haya? Nyimbo ambayo ilikuwa ikiimbwa ni kwamba kiongozi wa nchi lazima aende. Je, ameenda? Iko natija ambayo kwamba imepatikana kutoka kwa hamasa zao? Sasa lazima tujijue tuko wapi, lazima tujijue tumefikia wapi na twaenda wapi. Ikiwa hatuna msingi wa maana, basi itakuwa ule mkusanyiko wetu ni mkusanyiko kama povu la bahari, yani halina tishio. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema itafika wakati Waislamu wenyewe watakuwa wengi, lakini watakuwa hawana nguvu, watakuwa ni kama povu la bahari, kwa sababu ya misimamo yetu, namna ambavyo kwamba sisi wenyewe hatusomi, yani hatusomi zama ambazo kwamba sisi tupo, hatuangalii historia, mambo yaliyotokea mpaka tukaweza sasa sisi tukatathmini, tukakaa chini tukiangalia mfano wa Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi alisema yeye hatolala, hatokaa chini mpaka ahakikishe
yani hatostarehe mpaka ahakikishe Quds imerudi kwa Waislamu. Lakini hakuanza na hamasa tu. Salahuddin al-Ayyubi alikuwa ni kijana pia yeye, hakuanza na hamasa kabisa. Yeye alikusanya, alikaa na watu miaka na miaka, kuwakusanya, kuwaelimisha na akawaambia, sisi lengo letu ni nini? Lazima kila mtu awe na lengo, lazima kila mtu awe na lengo moja. Lengo letu sisi ni Quds irudi kwa Waislamu, lakini ikiwa kuna mwingine ambao lengo lake yeye ni apate uongozi ama apate mahali fulani ili aweze kufuja senti za umma kidogo, mwingine yajiingiza katika hamasa hizi, lengo na sababu yeye ni wakati wa mizozo, zile demonstrations, apate kuiba ama apate lengo lingine. Basi hatuna lengo moja na hatutofikia malengo yetu sisi kama Waislamu ikiwa hatuna ule umoja. Salahuddin al-Ayyubi akawaleta, wakawa na umoja. Baada ya kuwa na umoja, sasa akabadilisha system za ilmu, akabadilisha system za masomo, wakati ambao kwamba watu labda walikuwa wakisoma katika majumbani tu, wakisomeshwa na wazee ama wakisomeshwa. Yeye akajaribu kuleta reforms katika system ya education. Ndani yake akawaonesha watu umuhimu wa kuiftahi, umuhimu wa kuirudisha Quds katika Uislamu. Kwa hivyo elimu ikaongeza mambo ya jeshi, military education, paramilitary education na trainings. Kwa hivyo hakuanza tu akaamua akurupuke tu kwamba atataka yeye kuiftahi na kuirudisha Quds katika mikono ya Waislamu, bali aliisoma ile zama ambao kwamba yuko yeye, na akajitahidi kuleta mikakati ambayo kwamba yatahusiana na wakati kama ule. Na lazima tukubali kwamba hata wazungu wasema change is inevitable. Lazima tukubali kwamba mabadiliko hatuwezi kuyaepuka, lakini lazima pia tuwe tayari. Lazima tuwe tayari. Mwambiwa katika slogans za tofauti mwambiwa change is coming, but sasa change is coming, what have you prepared? Umejitayarisha vipi wewe kukumbana na mabadiliko ambayo kwamba yako katika dunia kama hii? Hivi sasa sisi tupo katika fitna nyingi sana. Sisi katika fitna za social media, ikitokezea yoyote ile ambayo kwamba sisi tutajiingiza tu hewani, WhatsApp ndani, Instagram ndani, TikTok, tuktuk, zote sisi tuko ndani yake bila kujua ama bila kujipanga ama bila kuangalia malengo ni gani. Si makosa katika kujitayarisha na mabadiliko, ni lazima tuyaingilie, ni lazima tushavulia nguo, ni lazima tuogelee. Si hatuwezi sema. Jana mmeona katika darsa ya tafsir iliyofanyika huko Riyadh, Lamu, katika taalik, ustadhi wetu al-Allama Sheikh Said Saleh Hassan anasema katika swali aliulizwa, je, yafaa kuingia chooni na simu wakati ndani ya simu ziko
aya za Qur'an. Katika simu kuna applications za Qur'an ndani yake. Je, yafaa kuingia chooni na simu? Katika jawabu lake akasema kama ni hivyo basi pia sisi hatufai kuingia chooni, kwa sababu wako katika sisi wako watu, kila mtu bali amehifadhi japo suratul Fatiha na mambo kama haya. Je, simu pia kauli, je, simu ni halali kuwa na simu ama ni haramu kuwa na simu? Akasema pia mfano wake ni kama glasi. Ile glasi ukiitia maji ni halali, lakini ukiitia tembo ndani yake ishakuwa haramu. Kwa hivyo ndio hivyo hivyo, sisi ni lazima tuyatumie ama tutumie ala mbalimbali ambazo kwamba tumeletewa sisi, tuzitumie kwa namna ifaayo. Lau tutaitumia kwa vibaya, tutaangukia katika haramu. Tutaitumia kwa uzuri, tutakuwa tumeweza kupasua hii bahari ya mabadiliko ya zama tofauti tofauti. Hatutoweza sisi kuishi bila makamera haya, bila masimu, bila teknolojia mbalimbali. Itakuwa sisi tuko katika wale, tutakuwa tuna ushamba, itakuwa washamba sisi kama Waislamu ikiwa tutajiweka nyuma katika mambo kama haya, wakati tumeyazungumzia na tumeona kwamba sisi Waislamu ndio mambo mingi ambayo kwamba mpaka leo yaendelea ni katika uvumbuzi ama ni katika uwezo wa research mbalimbali ambazo kwamba maulamaa wa Kiislamu wamezifanya katika utabibu, katika mambo mbalimbali ambayo kwamba Waislamu wamekuwa na dori kubwa sana katika kuleta mabadiliko, innovation. Waislamu wamekuwa ni wa mbele, lakini sasa tuko wapi na hizo innovation ambazo kwamba tulikuwa sisi ndo innovators? Sasa sisi tuko wapi? Je, twavumbua mambo mapya ama twarudishana nyuma, twavutana nyuma kwa masingizio ya Qur'an na Sunna, hali ya kuwa twarudishana nyuma wakati Qur'an na Sunna yatufundisha mwingine? Sisi tuambiana kwamba Qur'an na Sunna haitaki sisi tuwe na mabadiliko. Lazima tubadilike, lazima tuende na zama zetu, lakini tuende kwa mifano kama haya ambayo kwamba shekhe letu ametuelezea kwa uzuri, kwa ufupi na kwa ufasaha, namna ambavyo kwamba tutaweza sisi kubainisha na kujiendeleza. Na kwa sababu ya wakati, na inshallah kesho tutakuwa na Sheikh Faisal Al-Amudi hapa, ilikuwa katika kuendeleza darsa kama hii, lakini inshallah tukipata nafasi nyingine tutamalizia na tutazungumzia zaidi ama kuendeleza zaidi katika haya ambayo kwamba tumeyazungumzia leo. Inshallah Mwenyezi Mungu atatujalia tuwe ni katika wenye kusikiza na wenye kunena ambayo kwamba sisi wenyewe tutaweza kuyatenda, na sote Mwenyezi Mungu atujalie ni katika wenye kusamehewa madhambi yetu masiku matukufu kama haya, tuweze kufaidika na tusitoke katika hii Ramadhani isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuondoshea yale majongo yetu yote ambayo kwamba sisi tunayo, atusamehe madhambi yetu sote na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Inshallah Sayyid Muhammad, tafadhali.